Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia wahamiaji haramu 14 raia wa Burundi waliokamatwa wakiwa wameingia nchini kinyume na sheria kwa kutumia usafiri wa magari mawili tofauti ya kubeba abiria. Taarifa ya kukamatwa kwa wahamiaji haramu hao imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, DCP Wilbur Mtafungwa, siku ya Novemba 23 mwaka 2025 wilaya ya Sengerema, wakati akizungumza na umma kupitia vyombo vya habari. Kwa mujibu wa kamanda Mutafungwa, mafanikio ya kukamatwa kwa watuhumiwa hao yametokana na ufuatiliaji wa mienendo ya kiuhalifu na uwekaji wa vizuizi barabarani katika kijiji cha Busisi, tarafa ya Sengerema. Jumla ya wahamiaji haramu 13 walikamatwa tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 2025 majira ya saa 7:30 mchana wakiwa wanasafiri ndani ya gari ya aina ya Tata lenye usajili T337 DYA mali ya Chiza Francis Lugubi, mkazi wa Dodoma, linalofanya safari zake kati ya Kabanga, Ngara, Kagera na Mwanza. Wakati wa kukamatwa, dereva wa gari hilo aliyetambulika kwa jina la Jonas Richard alifanikiwa kutoroka eneo la tukio na jitihada za kumsaka zinaendelea. Watuhumiwa wengine waliohusika katika usafirishaji walikamatwa ni Mustafa Emili, miaka 24, fundi magari huyu, mkazi wa Kahama, Shinyanga, na Pendo Matembere, yeye umri wake ni miaka 36, kondakta, mkazi wa Nyegezi, Mwanza. Baada ya kuhojiwa, ilibainika kuwa wahamiaji hao waliingia nchini kupitia mpaka wa Kabanga mkoani Kagera mnamo tarehe 22 mwezi Novemba mwaka 2025. Mtuhumiwa wa 14 huyo anaitwa Shadia Jafari Majaliwa, umri wake ni miaka 18. Huyu ni raia wa Burundi na mkazi wa Kisuru. Alikamatwa katika eneo la Nyatukara wilayani Sengerema akiwa ndani ya gari aina ya Yutong lenye namba za usajili T131 DRE. Magari yote mawili yamekamatwa na dereva pamoja na wasaidizi wengine wanaendelea kuhojiwa kuhusiana na tuhuma za kusafirisha wahamiaji haramu. Majina ya waliokamatwa ni hawa wafuatao. Wa kwanza anaitwa Nkurunziza Eloi, umri wake ni miaka 38, kabila ni Mhutu, mkazi wa Muyinga, Burundi. Wa pili ni Bizimana Esther, umri wa miaka 20, kabila ni Mhutu, mkazi wa Muyebe, Burundi. Wa tatu anaitwa Tanishaga Renova, umri wake ni miaka 20, kabila ni Mhutu, mkazi wa Muyebe, Burundi. Wa nne anaitwa Nyosaba Anatori, umri wa miaka 23, kabila ni Mhutu, mkazi wa Muyebe, Burundi. Wa tano anaitwa Niokuru Jiok, miaka 23, Mhutu, mkazi wa Muyebe, Burundi. Wa sita anaitwa Nsolimana Evariste, umri wa miaka 30, kabila ni Mhutu, mkazi wa Ngozi, Burundi. Wa saba anaitwa Riazimana Jerome, umri wa miaka 30, kabila ni Mhutu, mkazi wa Ngozi, Burundi. Wa nane ni Mbonipa Cloud, umri wa miaka 23, kabila ni Mhutu, mkazi wa Ngozi, Burundi. Wa tisa anaitwa Ntirampera Oreste, miaka 42, kabila ni Mhutu, mkazi wa Nyanzaraki, Burundi. Wa 10 anaitwa Mbalishimana Swalidi, umri wa miaka 47, Mhutu huyu, kabila lake, mkazi wa Kitega, Burundi. Wa 11 anaitwa Shidobizero Oscar, miaka 28, Mhutu, mkazi wa Tangala, Burundi. Wa 12 anaitwa Irakize Derise, umri wa miaka 27, kabila ni Mhutu, mkazi wa Ngozi, Burundi. Wa 13 anaitwa Elias Sinilemeya, umri wa miaka 31, kabila ni Mhutu, mkazi wa Kitega, Burundi. Wa 14 anaitwa Khadia Jafari, umri wa miaka 18, kabila ni Mrundi, raia wa Burundi, mkazi wa Kisuru, nchi ya Burundi. Kamanda Mutafungwa amesema kuwa jeshi la polisi litaendelea kuimarisha doria na vizuizi vya barabarani kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama na wananchi ili kudhibiti matukio ya kihalifu. Aidha, ameomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kuwafichua wahalifu popote walipo ili waweze kudhibitiwa kabla hawajafanya uhalifu wowote. Hii ni taarifa kutoka dawati la habari polisi Mwanza. Hii ni VOT Media. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Mnamo tarehe 23 mwezi wa 11
mwaka huu majira ya saa 5 za asubuhi huko mtaa wa Busekwanoni katika kijiji cha Busisi, tarafa ya Sengerema, mkoani Mwanza. Katika kizuizi cha barabara kilichopo katika eneo hilo la Busekwanoni, kata ya Busisi, katika wilaya ya Sengerema, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata raia wa Burundi ambao idadi yao ni 14 ambao walikuwa wanasafiri kwenye magari mawili. 13 walikuwa wakisafiri kwenye gari namba T 337 DYA. Hii ni aina ya Tata inayotoka kwenye kampuni ya usafirishaji abiria iitwayo Chiza. Gari hili ni mali ya Chiza Francis Lugubi ambaye ni mkazi wa mkoa wa Dodoma. Gari hilo linafanya safari zake kutokea kijiji cha Kabanga, wilaya ya Ngara, mkoani Kagera kuelekea katika jiji la Mwanza. Gari hilo wakati linakamatwa lilikuwa likiendeshwa na dereva anayejulikana kwa jina la Jonas Richard, ambaye dereva huyo hata hivyo alifanikiwa kukimbia, kukwepa kukamatwa na askari wa jeshi la polisi, na dereva huyo mpaka sasa hivi jitihada za kumtafuta zinaendelea kufanyika. Aidha, dereva huyo alikuwa akisaidiwa na fundi ambaye anaitwa Mustafa Emil ambaye ana umri wa miaka 24. Kabila lake ni Mnyamwezi, ni fundi magari mkazi wa Kahama mkoani Shinyanga. Lakini pia walikuwa na kondakta wa hilo gari ambaye anaitwa Pendo Matembele ambaye umri wake ni miaka 36, Mkristo na ni mkazi wa Nyegezi jijini Mwanza. Watu hawa baada ya kuhojiwa imebainika kuwa waliingia nchini tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka huu kupitia mpaka wa Kabanga ulioko mkoa wa Kagera, na waliingia kinyume cha sheria. Mtuhumiwa mwingine ambaye amekamatwa ni mtuhumiwa mmoja ambaye anaitwa Shadia Jafari. Kabila lake ana umri wa miaka 18, ni Muislamu na ni Mrundi mkazi wa Kisuru huko Burundi. Yeye alikamatwa peke yake kwenye gari. Ilikuwa ni tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka huu majira ya saa 7:30 katika eneo la Nyatukara, wilaya ya Sengerema, na alikamatwa akiwa kwenye gari namba T 131 DRE. Hii ni gari aina ya Yutong ambayo pia imekamatwa. Magari yote hayo mawili yameshikiliwa katika kituo cha polisi Sengerema, na watuhumiwa hawa pamoja na madereva ambao walikuwa wakiendesha magari hayo wanahojiwa kuhusiana na kusaidia usafirishaji wa wahamiaji haramu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ndugu waandishi wa habari, kwa majina ya watuhumiwa 13 niliowataja mwanzo waliokamatwa, majina yao ni: wa kwanza anaitwa Nkurunzinza Eloi, huyu ana miaka 38, Muhutu, amedai anaishi eneo linaitwa Muyinga huko Burundi. Wa pili ni Bizimana Asteri, ana miaka 20, ni mkazi wa Muyembe huko Burundi. Wa tatu ni Tanishaga Renova, ni mkazi wa Muyebe Burundi na miaka 20. Wa nne ni Yosaba Anatori, huyu ni Muhutu mkazi wa Muyebe Burundi. Wa tano ni Niyokukuru Jilok, miaka 23, mkazi wa Muyebe huko nchini Burundi. Wa sita ni Nsolimana Evariste, miaka 30, Muhutu mkazi wa Gozi huko Burundi. Wa saba ni Riyazimana Jeromen, Muhutu, miaka 30, Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa nane ni Mbonipa Cloud, miaka 23, Muhutu, Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa tisa ni Ntirampeba Olesti,
ana umri wa miaka 42, Mhutu Mkristo na mkazi wa Nyanza Laki huko Burundi. Wa 10 ni Mbalishimana Swalid, miaka 47, Mhutu Mkristo na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa 11 ni Sindobizero Oscar, miaka 28, huyu ni Mhutu Mkristo na mkazi wa Tangala huko Burundi. Wa 12 ni Irakoze Deris, miaka 27, Mhutu Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa 13 ni Elias Sinileyemaya, miaka 31, Mkristo Mhutu na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa 14 ndio ambaye nimekwisha mtaja, wa kurudia anaitwa Shadia Jafari Majaliwa, miaka 18, Muislamu Murundi na mkazi wa Kisuru huko Burundi. Ndugu zangu waandishi wa habari, watuhumiwa hawa kama nilivyosema wanaendelea kuhojiwa na jeshi la polisi tukishirikiana na maafisa wa idara ya uhamiaji. Kufuatia kukamatwa kwa watuhumiwa hao, nichukue nafasi hii kuendelea kuongea na wakazi wa mkoa wa Mwanza na kuwajulisha kwamba hali ya usalama ya mkoa wa Mwanza inaendelea kuimarishwa kupitia jeshi la polisi, ambapo tunafanya kazi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama pamoja na wananchi, ambapo tumeimarisha doria katika jiji lote na katika wilaya zote zinazounda mkoa wa Mwanza. Katika barabara zote za kuingia katika mkoa wa Mwanza zimeimarishwa doria na vizuizi mbalimbali kwa ajili ya kudhibiti na kuzuia matukio ya kihalifu, ambapo katika kufanya hivyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba mkoa wa Mwanza unaendelea kulindwa kutokea maeneo yote muhimu yanayoingia na kutoka katika mkoa wa Mwanza. Doria zimeimarishwa na vizuizi vimeimarishwa. Lengo ni kuhakikisha kwamba anayeingia Mwanza anaingia na kuwakuta wakazi wa Mwanza wakiendelea na shughuli zao salama, na hata anapotoka kwa kufuata sheria atoke na kuacha wakazi wa Mwanza wakiwa salama. Wakati jeshi la polisi linaendelea na misako na doria mbalimbali katika maeneo yetu katika mkoa wa Mwanza, nichukue nafasi hii kuwaomba wakazi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kutoa taarifa zitakazosaidia kuwafichua wahalifu popote pale walipo. Lengo letu ni kuwafichua wahalifu waweze kushughulikiwa kabla hawajajiingiza katika matukio ya kihalifu. Na nichukue nafasi hii kuendelea kuwakumbusha pia wakazi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kufanya shughuli zao pasipokuwa na hofu yoyote ya kiusalama, kwa sababu jeshi la polisi limeendelea kujipanga katika kuhakikisha kwamba wananchi na mali zao vinaendelea kuwa salama. Wajibu wao wakazi wa Mwanza, tunawataka wao kama wakazi wa Mwanza waendelee kutimiza wajibu wao wa kutunza amani, kuhakikisha kwamba vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani, vurugu, vitendo vya fujo, vitendo vya kuharibu mali, matukio ya kihalifu, wananchi kamwe wasishiriki, na badala yake wakipokea taarifa za aina hiyo watoe taarifa kwa jeshi la polisi ili tuweze kukabiliana na wahalifu wao kwa mujibu wa sheria.